Sasa ni mwanaume mgani anaweza kaa na demu mwenye anakuja kufanya hizo vitu hapo? Haina shida, wewe unajua wewe ukimwangalia. Na anakunywa fegi. Haina shida, hiyo ni showbiz. Hiyo ni showbiz. Hata nikwambie dogo. Unajua mwanaume ukishashika mwanaume kichwa tu hivi kidogo kidogo, mzungushie sijui mlombo seda kambili tatu. Hata akumbukagi yani ana nini anashika. Kwani wanaume wanakuweka hizi aje? Acha mbona wanataka kuingilia wanaume? Si kuingilia. Watu wangu nilikuwa nimewaambia nitawaletea part 2. Tumalizie story kuhusu strippers. Strippers ni wale madem wanakuwa kwa klabu usiku, unakuta wana dance bila nguo, wengine unakuta wamefaa G-string, wengine unawakuta tu ni ile tu wameshikilia boobs na wamefunika, wameweka kifuniko tu wamefunika mali safi. Lakini juu niko na kiongozi hapa, acha tuendeleze na hiyo story, alafu sasa tujue form kwaje. Mwisho ilikuwa ni pale hivyo tuliacha demo ameanzia amefuta fegi na Kenywero. Hapo ndipo tuliekea koma. Unakumbuka hiyo story nini? Sasa vipi DJ Kosaini? Sauti. Sasa mambo ilikuwa ni mingi inafanyika gazi ya juu. Wewe unasikia ni showbiz inaitwa ile ni showbiz. Ile ni showbiz, ni show yani, ni usanii. Lakini sasa hii usanii unajua pia inafika kama mahali mwili pia inachemka. Sasa hizi show zinakuwa zimepangwa na sets. Bado kuna show inaitwa Cotton Candy. Cotton Candy. Cotton Candy nini? Kama ushakulaga sweet, ushaenda kwa cinema halls, kuna kitu inakaa kama pamba. Sio naga watoto kula ni kama cotton. Ingine kwa inasunguka hivi. Kama inatengezwa inakaa ni kama cotton wool imefungiliwa juu ya kama lollipop hivi, lakini mtoto anaikula ile pamba. Inatengenezwa na sukari. Good. Sasa iko wakati wa mademo walikuwa natengeneza hizo cotton candy. Anakuja. So hiyo cotton candy, huyo jamaa alikuwa analeta hiyo machine inazungusha hiyo sukari, alafu sasa ule denge anavalishwa kulingana. Unajua ile ni sukari lakini sasa anastikiwa ikiwa ni costume. Sasa akija pale utaona ni kama amevaa kitu ya faa, unaona ile faa ile manyoya. Na sasa juu ni usiku, unakuta watu sasa hiyo walikuwa already washakuwa rada. Lakini sasa wale madem ni wawili ama watatu watapanda pale juu ya pole. So unakuta ule dem amevalisha hiyo cotton candy, ile imefunika hapa brand ya pink, ile imefunika kiuno ni ya white, yani rangi zimechanganyika green hivi juu. Lakini sasa kwa audience, kwa wale ma clients hawajui ile ni cotton candy, hawajui ile ni sweet. Sasa iko siku moja au dancer wetu washapanda juu. Na jamaa alikuwa ameingia pale. Na hiyo show ya Cotton Candy ilikuwa inapigwa kitu saa 6 saa 7 usiku hapo. Ile masaa yetu ya nuru gizani. Masaa ya nuru gizani wewe niambia ni saa 9. Saa 9 huko. Sasa ule dema amevalisha hiyo Cotton Candy. Wale jamaa na demu yako walikuwa wameingia kwa klabu. Walikuwa eager sana kuona hizi show, alafu sababu pale juu MC anatangaza bla 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 saa 6 utakuwa na Cotton Candy, saa 9 huko nuru gizani. Si ndio nini, lakini akiangalia session vile zinatokelezea set zingine za show mwecheche. Sasa ule demu akatokelezea mva hiyo Cotton Candy. Na mali alikuwa anaperformia kwa hiyo post. Au huyo jamaa na huyo demu yako alikuwa amekaa hapo chini. Sasa ama dancer wengine juu wanapandaga na yeye pale. Ule akisha panda juu ya pole. Hazunguki na ile pole, ndio ile Cotton Candy si bondeke. Kumbuka hii Cotton Candy ni sukari. Lakini sasa wale mademu wana dance na yeye wakikulaga ile pamba.
umeshika wana dance na yeye bado wanakula ile pamba wanakula ile pamba. So pale vile kuchanganya, yani sasa hawa watu wenye kwa club hawa watu wanajiangalia sasa. Na unajua sasa pale matazi na kupiga kiaje. Upande moja ile pamba inapigwa inakuwa blue. Lakini sasa hii makara sasa mtu anakulaje nguo. Ikafika mahali ule madama atafucheka video niweke hapo. Wanaangalia showbiz vile inaendelea. Ai, ule dema kasimama akashindwa, pana hauwezi kuona kula nguo hivi. Hata sasa watu wamesimama. Alafu unajua madama amezingirwa na mabao, sasa huwezi karibia. Ashindwa, kwani huku ni kwa mashetani? Watu wanakula nguo. Alafu sasa kuna huyu pande hii na kuna mwingine pande hii. Sasa polepole ile sukari kakuliwa, ile cotton candy kakuliwa ikaisha. Vile inaisha ndivyo bado anaendelea kubaki akiwa na zile costume zake. Juu sasa akona thong, akona bra. Na hata hii thong hata ukiangalia imetengenezwa na chain, ni kama foil paper, hata uelewi kama ni mabati. Sasa ule madama kashindwa, hai hapa watu wanakula nguo bwana. Unajua sasa ule madama ilibidi yeye mwenyewe akusanye vitu zake, atoke ile club haraka faster. Si akavuta mwanamume wake watoke. Sasa unasikia ni saa 6. Vile walichomoka hivi wakasonga. Ule jamaa mimi nilimjuaga. Juu baadaye after kitu saa 2 hours alirudi bado kwa ile club kuhakikisha sasa akiwa solo, na alikuwa na kama amepotea home. Juu alikuja kuwatch tena sasa hii showbiz. So unakuta hizi show ama demu, yani ndivyo yeye zojilipa kulingana na vile anakuja na hiyo costume yake. Juu hii cotton candy ni ana bai. Na bado kuna ile unakutaga wengine wana sasa ndivyo hiyo cotton candy stick kwa guo. Inajistiki yaji. Wajua ile cotton candy iko na kuna ribbons. Ribbons nini? Unaona ribbon. Hata yenyewe cotton candy vile inasimamaga pale kwa straw, sukari ni sticky. Unaona sukari ni sticky. So ikishafungwa kwa ribbon, ni wajanja wenyewe wanajua juu ile ni pamba, ni kitu yani mingi, so na yeyuki haraka. So ikifunganishwa kwa ribbon fulani, kuna vile tu yani atakuja astikiwe ijae ikuwe ni kanguo. Lakini sasa wewe ushaona wasichana wale wengine wanakuja wakikulaga ile pamba na mdomo, utashindwa hii ni nguo gani hii wanakula. Unaona? Lakini sasa ulikuwa unakutaga hizi showbiz zinaleta joto moto kwa public, kwa nini, kwa magazeti. Juu sasa ilibidi yani tushawekwa kwa gazeti. Na unasikia sasa hii show ilikuwa ni ya pili. Sasa ya 3 na ya 4 hapo sasa mambo ndio iliendaga ikiwa more fire. Juu unakuta after hiyo cotton candy kuna show nyingine bado ilikuwa inaitagwa sijui hii nini inaitagwaje ya kujipaka hiyo. Si ya kujipaka, ya kukunywa. Yogurt. Yogurt imechanganywa na ice cream candy sasa hiyo. Sasa ile anabandikwa hiyo ice cream baridi. Alafu sasa na lambo inaisha. Mambo ingine ya kiajabu. Sasa amebadilika tu kwa mwili yake. Mwili yake yote. Na sasa pale unajua wanaume pia kuna ule ataangalia, yani angalie kiuno, ni hapana pande juu, sasa alambe ile ice cream akuwe msafi. My friend. Nairobi yani ile mambo ilikuwa mfanyika. Hizo showbiz by then zilikuwa zinapigwa nao pro. Na hata waleo bado wako na wanapiga hizo shughuli na wako itao, na inawapatia daily bread yao. Juu at the end of it all ule yani siwe mwanamke wa kujiuza. Mimi vile nakwambia before utoke naye pale, ule ni mtu akona kwake boyfriend yake bwanake na huko. Hiyo ni sasa ni mwanamume mgani anaweza kaa na demu mwenye anakuja kufanya hizo vitu hapo? Haina shida, wewe unajua wewe ukimwangalia na anakunywa fegi, haina shida. Hiyo ni showbiz. Hiyo ni showbiz. Hata nikwambie kuna wanaume wanakuwa wamevumilia hiyo suri, si ndio?
Hai. Anko, hata nikwambie, as long as yani wewe mwenyewe kuna ile chapa unapata pale. Wewe unasikia gawa watu wanachomoka pale na maziwa yani tofauti. Although yani mimi naweza sema ni mtu yeye mwenyewe binafsi. Vile utajibeba ndivyo utabebwa. Unaona? Kulingana na hizo shughuli. Sasa kuna wakati after hizo shows zimenoga sana. Ikakuwa sasa tuna select hao madem wale wanakuja kudance juu sasa washakuwa wengi mpaka sasa unakutanaga na wengine makatero tu wa huku tao ni mapinji ameingia dem ni msupa lakini sasa ameingia na hapa sasa ndio hiyo busy kujaga ikageuka ikabidi hata si wenyewe tukua janja juu kuna mademu walikuwa naingiaga dem ni msafi luku ni safi anapiga showbiz vile inafaa lakini yeye ako idhaa ya mabling na maburungo fulani za hawa wateja na unajua wateja ni mabombe ni mababi na hata Wahindi walikuwa wanatokelezea sana hizi showbiz na Wahindi wakikuja kama 5 hivi Wahindi wako na ugoro mabai wamechaiwa sana maugoro hizo maugoro gold ornaments mabling mapete ma earring diamond kuna mabai fulani walikuwa wanatoka Parklands au akiingia Bukla club yani Friday ama Sato my friend ile pesa wale watu wanamwaga pale pesa kidogo so wale mademu walikuwa shachanuka inakuwa job imekuwa imenoga so kila dengia anataka kuwa ni dancer paka kujaga mademu fulani siwezi taka kuwataja ikakuwa wale mademu ni digital finger ule akikuguza hivi anakufanyia show nyingine mwecheche lakini na by the time unajua una chain kwa kwako ushaenda kwako juu sasa au madem walikuwa na time au makastoma na makastoma wengi wale walikuwa wanakuja hata hizo virabu si hawa tu ati makalio kiwa hizi area za machoche zi au ni watu wanafanya shughuli zao west nyama sonko yani wezi waona miguu huyo mtu hata kumuona miguu hata ukitembea hizo area uonagi taxi ni mingi sana hapo yule klabu kuingia kitu ya kwanza ni ulipe kama fao pale unalipishagwa kukunywa pesa yako shasikia kitu kama hiyo unalipishwa aje kukunywa pesa yako si unalipa kwanza ndio uingie ukakunywe unalipa kwa kitu sasa unalipa entry hakuna kitu unapewa unalipa ukakunywe kwa hivyo unalipishwa kwenda kukunywa pesa na zile shughuli zinaendelea pale ndio manake pale unalipa thao najua ile nyumba iko na nyumba zaidi ya 3 kuna huko ndani kuna huko ndani kuna bedroom kuna regular hizo ni nini za regular nuko Karumaindo na kuna regular kuna vitu na VIP na VIP sauna bedroom bully na huko ndani bedroom bully sasa tusikia huko wana sexy bedroom bully kuna kwa nini huko ndani my friend sasa huko ni mahali wewe unajua bedroom bully najua ile music imeiva na busy signal ukiingia bedroom bully sasa pale unakuaga unaongea na visa card pande hiyo huko unakuwa dunia nyingine sasa unakuta kuna mademu walikuwa nakujaga hizo shughuli mmewapea wax lakini sasa vile tunaweza patia mtu job lakini sasa ujui huyu mtu ni nyang'anya unaona kumbe dem anaingia anapiga shughuli zake kidogo unajua mwanaume ukishashika mwanaume kichwa tu hivi kidogo mzungushie sijui mlombo seda 2-3 hata akumbukagi yani ana nini anashika kwani wanaume wanakuweka hizi aje acha mbona wanataka kuingilia wanaume si kuingilia ni mambo yani na happen juu yani mimi nakwambia out of experience nikiwa DJ kwa hizo virabu unaangalia mtu unashindwa huyu mtu kwani ni koda amewekwa sio unasema mwanaume akishikwa kichwa na demu kichwa
Kuna tu yani feeling tu mimi sijuagi ni nini, unakuta ule mtu ameona ule dem kulingana na vile ule denge anakaa anamvutia mpaka ule jamaa anajisa. So unakuta ule jamaa hata ametolewa pete. Kulikuwa na kesi mingi sana. Maajabu gani ingine umeiona huko ukiwa kwa hizo shughuli? Sikiza kwanza. Kulikuwa na kesi mingi sana za wanaume kuja kudai pete. Naona hii pete ya harusi. Mingi ya hizo pete za hao mababi ni za ugoro. So unakuta wale mademu alimpembeleza nini akamng'oa pete. Na pete ikazama na hiyo story ikaisha hii. So ilikuwa nakutani wengine wakuja wakwambia mazee simjue vile hata huo denge hata kama ni nini anirudishie tu pete mimi nitajua vile nitamli. Of which sasa hiyo unajua sasa hapo ikifika hapo club hawezi take responsibility juu after wewe umetoka pale huwezi kuja kudai kitu kingine juu unafaa kudai hiyo shughuli ukiwa pale ndani. Unaona? Manze shughuli ziko hivyo, na kwa sababu nataka next time ikiendelea hivyo, kuna dem tulikuwa tuna expect atakuwa anafika in the area, lakini my producer hapa hivyo ananiambia ameandikiwa message na atakuwa anachelewa, so tunaweza igoja kwa next time tumweke hapo hivyo ndivyo tuweze kuwa na evidence vizuri juu sasa unajua sasa huyu akituambia huyu ni mwenye alikuwa ako hapo na anajionea kila kitu na alikuwa na control kwa MC na DJ, lakini ningetaka tupate demu mmoja mwenye ameifanya hizo shughuli live and direct. Kuna mmoja tuna expect atakuwa anafika, lakini sasa ndio nimekuambia my producer ameniambia hatakuwa anafika siku ya leo, lakini next time ndio nimepata shughuli tutakuwa na yeye. So next video yenye itakuwa inaingia hizo shughuli, kwa hivyo karada.